kung'ang'ana, toa kung'ang'ana. Umaskini kimbia, kimbia. Umaskini kimbia, umaskini kimbia. Toka kwa watu wa Mungu, toka kwa maisha yao, toka kwa anga yao. Kwa hivyo topic yetu inasema tamani kuwa na karakta kama ya Daudi na utashinda kila aina ya vita duniani. Utashinda kila aina ya shida iwapo utakuwa na karakta kama ya Daudi. Nakwambia katikati ya milima utapenya, katikati ya mahangaiko utapenya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utatamani na kuwa na karakta kama ya Daudi, hautaona milima, utaona tu penyo. Utafunga masikio ya kiasiri, utafungua masikio ya rohoni. Maana watu wengi huwa wanapigwa na Goliathi kwa sababu ya kufungua masikio ya duniani. Unasikia huku, unasikia huku, unaokota huku, wewe mwenyewe huna msimamo. Lakini Daudi akawa na karakta moja ya kusema ya kwamba niliua ndugu, nikaua simba. Wewe Goliathi ni nani? Jifundishe kusema imeni bila kuambiwa. Wakati utakuwa na karakta kama ya Daudi, hautasukumwa hata kuomba. Jaribu itafika, Goliathi atasimama mbele zako, lakini wewe mwenyewe utatembea na jiwe moja tu ya maombi tu, ya kuvunja tu, ya kukamata tu, ya kukanyanga tu, na Goliathi utamweka chini. Wakati utakuwa na karakta kama ya Daudi, watu wakilia hautalia, na yale mambo yameshinda watu, wewe utatoboa. Wana wa Israeli wakawa na waamuzi, wakaongozwa na waamuzi, watu wakishindwa vita, lakini kukawa na mtu anaitwa Gideoni. Gideoni akasimama kama Daudi, na pale Gideoni akaenda akavunja madhabahu kule kwa baba yake na zile ashera zote. Yeye akawa ni mshindi, akaongoza wana wa Israeli. Yale mambo yalishinda watu wengine, Gideoni aliweza, na wewe utaweza. Unashinda na vita kwa kuwa ujielewi, ujiamini katika roho wa Bwana. Na hivyo moja kwa moja twende kitabu cha Samueli wa kwanza kifungu cha 17. Nakumbuka topic yetu inasema ukawe na karakta kama ya Daudi na Mungu atatenda kwa yote. Samueli wa kwanza kifungu cha 17. Yes, asante Bwana. Samueli wa kwanza kifungu cha 17. Asante Bwana. Tutaanzia mstari wa 31. Samueli wa kwanza kifungu cha 17. Tutaanzia mstari wa 31. Samueli wa kwanza kifungu cha 17. Tuanzie pale mstari wa 30. Yes, na moja hapo, na Mungu atakubariki. Biblia inasema hivi, Samueli wa kwanza 17:31. Na maneno hayo aliyoyasema Daudi yaliposikiwa, watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumwita. Tusonge mbele. Daudi akamwambia Sauli, usifadhaike moyo mtu yoyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Tazama, wewe ni Daudi katika nyumba yenu. Wewe ni Daudi katika nyumba ya Bwana. Unategemewa na Bwana hapa katika maisha yako. Wewe ni Daudi na lazima ukuwe na karakta kama ya Daudi, ya kwamba Sauli anahangaika, anateseka, anauliza ni nani atamalizana na huyu mtu ambaye ametusumbua. Sauli
anauliza, ni nani atamalizana na mtu huyu? Ni nani atamalizana na Goliathi? Maana Goliathi ametusumbua. Wana wa Israeli walikuwa wanaamka kwenda vitani kila wakati, lakini walikuwa wameuawa, wameshindwa na yule Goliathi. Na hapo ndipo naona kule kwenu kuna Goliathi wa maskini, na amekatalia pale na amekwamalia pale. Goliathi wa madeni. Unapata mtu kila wakati ni maugonjwa. Babu yako alikuwa anangojeka pressure, na hata wewe unangojeka pressure, na hata watoto wako wanangojeka hiyo pressure. Unapata kuna yule Goliathi ako na mizizi katika mwili wako, katika maisha yako, lakini ukiwa na karakta kama ya Daudi, lazima utashinda katika jina la Bwana Yesu. Sauli akauliza ya kwamba ni nani? Maana Daudi alikuwa anachunga kondoo, hakuwa anajulikana kule na mfalme. Lakini wakati alipokuwa anakuja kwa ndugu zake kuleta chakula, wewe uko hapa kuleta chakula, wewe uko hapa kusikia habari za Bwana, wewe uko hapa kupokea upako, wewe uko hapa kujua mbinu za kupigana na Goliathi. Daudi akaenda akauliza, ni nani huyo anayewasumbua, na ni kitu gani atafanyiwa wakati atamalizana na mtu huyo? Daudi akajipeleka kwa Sauli, akamwambia ya kwamba usiwe na shaka kwa moyo wako. Unafaa kufika kwa maisha yako ama kwa watu wenu kuambia, msije mkawa na shaka na huyu mganga anawasumbua kwa kijiji. Msiwe na shaka na roho naiona kwa imboma. Akaambia mfalme, usiwe na shaka, maana huyu mtu nitakabiliana na yeye. Wacha tuendelee, weka tuendelee, na weke kwa haraka tuendelee, masaa imeenda. Sauli akamwambia Daudi, uwezi kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ni kijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu jana wake. Kuna watu watasema wewe ni msichana mdogo, wewe ni kijana mdogo. Na unajua hao waganga ni wa kitambo mahali hapa. Hao watu, hii roho ni ya zamani mahali hapa. Hii kitu ni ya zamani mahali hapa, uwezani nayo. Na hapo ndipo Daudi alichukua hatua kwa ujasiri. Maana karakta ya Daudi alikuwa mtu jasiri. Pokea neema kuwa mjasiri kwa jina la Bwana Yesu. Kijana mdogo lakini ni jasiri. Ukuwe kijana mdogo kama Daudi, ukuwe msichana mdogo kwa mwili kama Daudi, ukuwe mama mdogo kama Daudi, lakini ukuwe jasiri. Ufike katika maisha yako, katika anga yako, na ukuwe msaada kwa watu, kuambia ya kwamba msiwe na shaka na chochote kinawasumbua. Roho za magonjwa msiwe na shaka, maana nitamalizana nazo. Pokea neema kwa jasiri katika jina la Bwana Yesu. Lakini watu napata wako serious. Mchezo ni mchezo tu kila wakati. Yaani watu wanapapasa mambo tu. Tuendelee. Ameambiwa ni kijana mdogo, lakini jitu hii ni kubwa. Hii umaskini ni kubwa. Hii kanza ni kubwa. Hii roho ya ugonjwa ni kubwa. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba na dubu, akamkamata mwana kondoo wa lile kundi. Tuendelee. Mimi utoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia umshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Pokea neema ya ujasiri. Karakta ya Daudi, alikuwa jasiri. Hakuwa mtu wa kutaka kushindwa, na alikuwa jemedari wa vita. Na hapo ndipo Daudi anamwambia Bwana, fundisha mikono yangu vita. Na kuambia maisha tunaishi ni maisha ya vita. Ulimwengu huu ni wa vita. Kuna mambo huwezi kupokea tu ukiwa tu nasema niko tu, mimi niko tu, mimi ni mhuduma tu, mimi ni mwombaji tu. Lazima ifikie mahali uchukue hatua, ukuwe na karakta ya kupigana, karakta ya kuwa jasiri, karakta ya kusimama na kusema kama ni mbaya ni mbaya. Pokea hiyo neema kwa jina la Bwana Yesu. Lakini angalia,
Kuna mtu anamvunja moyo. Watu wa kukuvunja moyo hakuna siku wataisha. Wako kila mahali wanakuzunguka tu. Ukifika kwa mboma yenu, hata kama huna watumishi, unafaa utembee na ujasiri wa kupigana vita na yale madhabahu. Umebeba maji, umebeba anointing, unachukua mchanga, unautakasa, unavunja agano, unavunja mikataba, unavunja nira, unavunja umaskini, roho za giza, roho za kukataliwa, roho za kuonewa. Pokea neema ya kuwa na karakta kama ya Daudi. Alikataa kuona nyumba ya baba yake ikiaibishwa. Akakataa kuona Israeli wakipigwa vita kila wakati na hakuna mtu wa kusimama. Maana watu wote hawajitolei. Siku ile utasimama, lazima utamwona Bwana. Lakini watu wa kukuvunja moyo wako, wanaokuambia ulikuwa naomba. Yule mama akashuhudia, akasema alipofika kule nyumbani watu walimchekelea. Sauli alimchekelea. Sauli alimuona ameisha. Unaomba nini? Unaenda kanisa kufanya nini? Umeokoka nini? Sauli hata kosa. Lakini hata Sauli akiongea, wewe unasimama na ujasiri kama Daudi. Maana Daudi alisema ya kwamba nilikuwa kule katika msitu kulisha kondoo za baba yangu, na hakika nikiwa kule niliua ndubu, nikaua simba, wote nikaweka chini. Pokea neema ya kuwa kila chochote kinakufuata kinyume na maisha yako katika jina la Bwana Yesu. Nilikuwa nachunga kondoo, maana hakuhesabika Daudi, na hivyo ndivyo haujahesabika. Hakuna mtu anakuhesabu kwenu. Hakuna mtu anakuhesabu hata mahali unaishi. Hakuna mtu anakuona wewe ni mtu. Wewe ni kijana mdogo tu. Hakuna mtu anakuona kama uko na upako. Hakuna mtu anajua kama unajua kuimba. Lakini ukifika, lazima utangaze msimamo. Useme kuna wakati niliua ndubu, nikaua simba. Kuna wakati niliomba, nikaona Mungu akitenda. Kuna wakati niliombea mtu akapona. Kuna wakati nilimuita Yesu akaniponya. Kuna wakati niliombea mboma hii watu wakafunguliwa. Pokea neema na karakta kama ya Daudi. Nakumbuka kuna wakati hata ni kama nimeacha kuomba. Yaani kuna wakati nilikuwa naomba, naona ni kama Bwana hajasikia. Maana nikitazama nyuma, kule nimezaliwa hakuna mtu anaweza enda. Umaskini umeenda, ndugu zangu ni shida, hani hata siwezi elezea. Lakini nakumbuka naenda kazi, lazima niingie kesha. Tukiingia kesha, tunaenda na maombi, naona Mungu hajasikia. Nafanya hii, naona baba hajasikia. Natoa fungo, naona Mungu hajasikia. Natoa hii, na hata sitaacha kuomba. Lazima nitembee na karakta kama Daudi. Pokea hiyo neema kwa jina la Bwana Yesu. Tuendelee. Yes, watu amini. Mtumishi wako alimuua simba, hapo ni kurudia, na ndubu, na huyu Mfilisti. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makanywa ya simba na makucha ya ndubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, nenda, Bwana atakuwa pamoja nawe. Imagine Sauli hata anjaamini. Hawataamini mpaka kuwa na uamuzi. Akamwambia, enda, Bwana atakuwa pamoja nawe. Ukienda pamoja na Bwana utashinda. Na karakta ya Daudi, alikuwa ni mtu angopi. Wewe kila wakati ukisikia yule mchawi akikusalimia, ukirudi Nairobi hakuna kazi, unaongopa, hakuna kumsalimia tena. Eti ya kwamba ukilaaniwa na huyo, yako imeisha. Wewe unatetemeka. Unaenda nyumbani usiku kinjificha ndio usionekane na wachawi. Unarudi tena usiku, maana utaki upoteze hii, upoteze hile. Pokea ujasiri katika jina la Yesu. Uliua ndubu, ukawa simba, utamaliza kile kimeshinda watu kule katika jina la Bwana Yesu. Kile kimeshinda watu utatoboa no matter what. Akasema lazima
Naye Sauli akamwambia, enenda na Bwana kutangulie. Tuendelee. Ndipo Sauli akamfika Daudi mavazi yake ya vita. Ndipo Sauli akamfika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chepeo cha shaba kichwani, akamfika dirii, yani akavalishwa vitu za vita. Tuendelee kidogo hapo ndio. Naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake, akajaribu kwenda, maana alikuwa anjavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi, maana sikuvijaribu. Basi Daudi akavivua. Twende mbele. Naye Daudi weka 39 17:39. Naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake. Hapo tumesoma. Bwana Yesu asifiwe. Just imagine, Sauli akaona ya kwamba kijana huyu ni mdogo, lakini anasema atamalizana na mtu huyu, na elewi atamaliza aje. Ajui kuna karakta Mungu alikuwa ameweka ndani ya Daudi. Akamfalisha mavazi, akamfalisha vitu za vita, ndio risasi kitumwa isiingie ndani yake. Lakini Daudi mwenyewe akatembea hivi kidogo, akasikia vitu hizi sinjazoea hii. Kuna mambo haujazoea wewe. Hujazoea kwenda kwa waganga, wewe umezoea kuitisha nguvu kutoka juu mbinguni. Wewe haujazoea pokea neema ya kuitisha nguvu kutoka juu mbinguni, maana jiwe lako moja ni maombi. Kuna mambo haujazoea. Haujazoea kuenda kwa watu wa vilemba. Haujazoea kuitiwa wale watu wanaitwa wanyunyi. Haujazoea kutangatanga makanisa ambayo hauelewi. Kuna vitu haujazoea, lakini ukiwa na nguvu ya Bwana, wacha tuendelee tuone hapo ikawaje. Weka 41. Wacha tuende hapo. Rudi hapo 40. Rudi hapo 42. Akaichukua fimbo yake mkononi, akajichangulia mawe laini 5 katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Twende ingine, songa mbele. Huyo Mfilisti naye akamsongelea Daudi na kumkaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Twende mbele, songe mbele. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku, akamwona Daudi, akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Songe mbele. Filisti akamwambia Daudi, je, mimi ni umbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Twende mbele. Yes. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Twende tukimalizia. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakukujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi wa Israeli ulio watukana. Twende. Siku hii ya leo Bwana atakuwa mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi, mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue kuwa yuko Mungu katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo tumefika mwisho. Karakta ya Daudi, jasiri, mtu wa kuomba, mtu wa kupigana vita, mtu wa imani, na mtu wa kusongea bila kuongopa.
na mtu wa kumuita Bwana na kumwambia Bwana niongoze. Na hapo ndipo naona anasema ya kwamba sijazoea maguo ya vita. Kuna mambo haujazoea, lakini ukiwa na karakta ya Daudi, kila utawala wa Goliathi lazima utaweka chini, madhabahu utaweka chini, hangano utaweka chini, Goliathi wa mateso utaweka chini. Akamwambia usiku ya leo nitakuweka chini katika jina la Bwana Yesu. Simama na miguu yako, simama na miguu yako. Ambia Bwana na kinywa chako. Ambia Yesu, ambia Bwana akupe karakta ya Daudi. Omba karakta ya Daudi. Songea kwa madhabahu ya Bwana. Songea kwa madhabahu ya Bwana. Songea kwa madhabahu ya Bwana. Oh, songea kwa madhabahu ya Bwana. Umwambie Yesu, nataka Bwana unipe karakta kama ya Daudi. Na Daudi alikuwa mwimbaji, alikuwa mtu wa kucheza kinumbi na zeze. Oh, alikuwa kwa huduma, akiingia kwa huduma ako sawa. Songea kwa madhabahu ya Bwana. Ambia Bwana akuondolee uoga. Ambia Bwana akutumie. Ambia Bwana akupe karakta kama ya Daudi. Usiogope Goliathi katika jina la Yesu Kristo. Usiogope Goliathi. Wakati Goliathi alipomwona Daudi, hakika akamlaani, maana alishangaa, huyu ni kijana mdogo tu, mbona anakuja kwangu apigane na mimi? Lakini Daudi akasimama na ujasiri. Ndio nasema ukiwa mtu wa Bwana, omba maombi ya ujasiri. Omba maombi ya ujasiri. Daudi alikuwa mwombaji na alikuwa anamtegemea Bwana. Akamwambia, wewe unanikujia na mkuki, unanikujia na mishale, unanikujia na fumo, lakini mimi nakukujia kwa jina la Bwana Yesu. Oh, siku ya leo nitakumaliza katika jina la Yesu Kristo. Usiogope adui, usiogope shetani. Wewe simama tu na ujasiri kama Daudi, utashinda kila aina ya vita katika jina la Yesu. Kuna mtu atashindaniwa mwezi wa 7. Oh, mwezi wa 8 utamwona Bwana. Ulishindaniwa mwezi wa 7 na hata wa 8 utashindaniwa katika jina la Bwana Yesu. Omba. Oh, kemea roho za kudharauliwa. Daudi alikuwa anadharauliwa kama wewe tu vile unadharauliwa. Daudi alikuwa anakataliwa kama wewe tu vile unakataliwa. Daudi alikuwa anaonekana ajui, lakini akawa na karakta moja tu. Akishaingia kwa maombi kama wewe, alikuwa anaambia Bwana, Baba wa mbinguni, sikia kilio changu. Alikuwa anamwomba Bwana. Alikuwa na karakta ya uombezi ndani yake. Alikuwa na karakta ya kumwamini Bwana. Wakati utakuwa na karakta kama ya Daudi, utamshinda Goliathi katika jina la Yesu Kristo. Wakati utakuwa na karakta kama ya Daudi, hakuna vita itakushinda katika jina la Yesu Kristo. Watatuma mishale, watakutana na moto wa Yesu. Goliathi atajiinua kupigana na wewe, utamwangusha chini katika jina la Yesu Kristo. Wakati utakuwa na karakta kama ya Daudi, utashinda kila mikataba ya kizazi katika jina la Yesu Kristo. Unakosa kufika mbali maana umelegea. Usilegee. Wewe ni Daudi katika boma yenu. Wewe ni Daudi katika nyumba ya Bwana. Wewe ni Daudi mahali unaishi. Na ukiwa na karakta kama ya Daudi, ukuwe mtu jasiri, ukuwe mtu ambaye haogopi vita, mtu ambaye akisimama amesimama, na mtu ambaye anategemea nguvu za Bwana. Lazima utashinda Goliathi katika jina la Bwana Yesu Kristo. Rikataraboseketereba. Omba. Itisha karakta kama ya Daudi. Itisha karakta kama ya Daudi. Itisha karakta kama ya Daudi. Kuna watu watakudharau. Maana wanaona ukiwa mdogo tu, wataona ukiwa kijana tu, wataona ukiwa msichana tu, wataona ukiwa mdogo tu. Wakati Sauli alipomtazama Daudi akisema atamalizana na Goliathi, akamdharau tu. Akamwambia, wewe ni kijana, na tazama mtu huyu unayetaka kupita akiwa mdogo
mdogo na sasa ni mkubwa. Kuna watu watakudharau, lakini ukiwa na karakta kama Daudi, Goliathi wa maskini utamweka chini, Goliathi wa madeni utamweka chini, Goliathi wa kukataliwa utamweka chini, Goliathi wa limitation utamweka chini katika jina la Bwana Yesu. Bora uwe na karakta kama ya Daudi. Daudi alikuwa mtu jasiri, alikuwa mwombezi, alikuwa mtu ambaye haogopi vita. Akiona vita haogopi, alikuwa anategemea jina la Bwana Yesu. Unapotegemea jina la Bwana, kila aina ya vita utashinda katika jina la Bwana Yesu. Homba, 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 homba.